Ladies and gentlemen, popote mlipo ninawasalimu hamjambo. Karibu ili niweze kuwapasha na kuwapakulia yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Ikiwa imesalia siku chache Rais Ruto kuanza ziara yake ya Mlima Kenya ya siku 7, ambayo ninaona wabunge wanazidi kuandaa kabisa, wanazidi kuwalipa wananchi kwa ground, wanazidi kuweka mabango kwamba karibu Rais Mlima Kenya. Habari mbaya zimeweza kumfikia Rais Ruto. Habari hizi mbaya ambazo zimeweza kutumwa kuelekea kwa serikali ni kwamba kituo cha polisi kimoja katika kaunti ya Kirinyaga ambacho kinaitwa Riandira kimeweza kufungwa baada ya serikali kufeli kulipa kodi ama ukipenda rent ya shilingi milioni 2. Ladies and gentlemen, utaniruhusu nikusomee taarifa ambazo zimeweza kutoka upande wa Kirinyaga County kuhusiana na kufungwa kwa kituo hichi cha polisi. Maneno haya yameweza kuandikwa kwa Kiingereza na mwanahabari mwenzangu, ila nitakugeuzia kuja kwa Kiswahili. Zikasema kwamba kituo cha polisi cha Riandira County ya Kirinyaga kimefungwa kwa muda usiojulikana kutokana na malimbikizi ya kodi ya shilingi milioni 2. Unanielewa? Yaani serikali haijawahi lipa 2 million rent fee, kitu ambacho kimeweza kusababisha kituo hicho cha Riandira kaunti ya Kirinyaga kufungwa. Sikiliza, kituo hicho kimekuwa kikiwahudumia wakaazi kwa takriban ya miaka 9 katika jengo la kibinafsi. So mahala ambapo kile kituo cha polisi kilikuwa kimejengwa ama halikuwa shamba la serikali, bali ilikuwa ni nyumba ya mtu. Jinsi ambavyo unaweza ukajenga nyumba yako alafu polisi wakuje waanze kuhudumu kutoka pale. Kufungwa kwa kituo hicho muhimu mnamo Machi tarehe 25 kuliwafanya wakazi wa soko la Riandira na viunga vyake kuwa na hofu. Unaona, sasa kile kituo kimeweza kufungwa cha polisi. Unajua kipindi ambapo kituo cha polisi kiko, angalau hata wezi ambao wanataka kufanya wizi huwa wanaogopa. Maigundua hivyo. Hata wale ambao wanapika pombe haramu kwa kijiji huwa wanaogopa. Hata wale ambao wanawadhulumu akina mama, akina baba, vijana, watoto wanaogopa kuwadhulumu wenzetu. Lakini sasa kipindi ambapo hichi kituo kimeweza kufungwa, afisa wa polisi wameondoka, wakaazi wa eneo hili wameanza kuwa na hofu. Wameanza kuogopa. Na nielewa mpenzi mtazamaji. Mbona waogope? Wanahofia kwamba uhalifu huenda ukazuka. Uhalifu huenda ukaongezeka. Sikiliza, ni kuendelezee polisi ripoti hizi. Sikasema kwamba polisi walionekana wakibeba virago vyao na kuondoka, jambo lililo washangaza wakazi. Mkazi mmoja ambaye aliweza kunena kwa lugha ya Gikuyu na akanukuliwa aliweza kusema hivi: maafisa hao wameondoka na hatujui waliko kwenda. Kwa kweli waliimarisha usalama katika eneo hili na tutateseka. Mmoja wa wakazi, Bi Grace Wanjiru, alisema. Unanielewa? Sasa wananchi katika sehemu hizo wameanza kuogopa. So tunaambiwa kwamba in 2016, anyway, wacha nisome kwa Kiswahili, wacha nigeuze kwa Kiswahili.
Mnamo mwaka 2016, tajiri wa eneo hilo marehemu Mwangi Thuita alitenga jengo kwa polisi kuanzisha kituo cha polisi kufuatia kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. So huyu mwenye aliweza kupeana ile shamba alijitolea, yani mwenye aliweza kupeana nyumba aliweza kupeana kwa hiari, kwa sababu visa vya utovu wa usalama vilikuwa vimeongezeka sehemu ile. Polisi walipaswa kuendelea kulipa kodi na kuondoka katika jengo hilo baada ya serikali kujenga kituo chake cha polisi katika eneo hilo. So pindi tu alipoweza kutoa nyumba yake iweze kuwa kituo cha polisi, walihitajika kulipa tu rent mpaka siku ambayo serikali itajenga kituo cha polisi. Hata hivyo, serikali haijaweza kujenga kituo cha polisi na maafisa wake wa usalama waliendelea kufanya kazi kwenye jengo hilo la kibinafsi bila kulipa chochote hadi tajiri huyo alipofariki mnamo mwaka 2018. Lakini familia ya tajiri huyo ilichoka na kuwafurusha maafisa hao wa polisi na kusababisha kufungwa kwa kituo hicho. Mmoja wa familia ambaye iliweza kufurusha hawa maafisa wa polisi kutoka kwa jumba lao alisema kwamba kabla ya baba yetu kufariki, alituambia kuwa maafisa waliokuwa katika kituo cha polisi walipe kodi. Maafisa hao waliendelea kumiliki jumba hilo bila kulipa kodi na ikabidi waondoke ili kukodisha jengo hili kwa mtu mwingine, akasema Bi Irene Njeri, binti ya marehemu. Wakazi wanaofia kuwa ukosefu wa usalama utarejea katika eneo hilo, kwani maafisa wa usalama wamehamishwa kufuatia kufurushwa kwa kituo hicho. Mkazi mmoja akasikika akisema kwamba kituo hicho kimekuwa muhimu kwetu. Sasa tumeingiwa na hofu kwa sababu hakuna maafisa wa usalama wa kukabiliana na wahalifu. Tangu kifunguliwe tumekuwa tukiishi kwa amani na visa vya uhalifu vilipungua, lakini sasa huenda majambazi wakaanza kuvamia nyumba zetu na maeneo ya biashara, akazungumza Bi Wanjiru. Ladies and gentlemen, hichi ni kitendo cha kushangaza. How comes serikali inafanya kazi bila kulipa kodi kwenye jumba la mtu? Kwa sababu you can't tell me that serikali haijui kwamba kuna kituo cha polisi ambacho kinaitwa Riandikira katika kaunti ya Kirinyaga, Riandira katika kaunti ya Kirinyaga, ambalo ama kituo cha polisi ambacho kipo katika nyumba ya mtu, na ni agreement kwamba wawe wakilipa pesa, hawalipi. Sasa hii budget ambayo polisi wanatengewa kando, kwa sababu polisi huwa wanatengewa pesa kando kila mwaka, kila bajeti, zinaenda wapi? Yaani serikali ya Mheshimiwa Ruto haiwezi kalipa kodi, haiwezi kalipa rent, lakini analipa shilingi milioni tano ama sio tano, milioni 20 kwa kanisa, lakini shilingi milioni 2 kulipa rent mahala ambapo polisi wanahudumu ni nadra. Sasa wananchi wataenda kuteseka kwa sababu hakuna usalama wa kutosha, na William Ruto anaelekea pale. Yeye kipindi ambapo ataelekea pale ataenda na maafisa wa polisi ambao wataenda kumchunga ili mradi mabaya yasimtendekee, lakini pindi tu atakapotoka kwa ground mambo yatabadilika, afisa watahama na wananchi watabaki wakiwa wanapoteza mali mengi, kwa sababu bila ya kituo cha polisi wizi utatendeka, maafa yataongezeka. Wakenya
waliweza kuzungumza hivi kuhusiana na hilo. Kwa nini kwanza isijengwe kwenye ardhi ya serikali? Aibu kukodi nyumba ya mtu kuwa kituo cha polisi. Kenya mbona mpo mbele kuliko TZ? Kushindwa kweli ama kodi haifiki kwenye inastahili? Nasikia vinyo wanauliza, serikali imeshindwa kulipa kodi kweli ama hizo pesa zinakulwa hapa nje? Mkenya mmoja akasema kwamba hiyo ndio ufisadi. Kwa nini kituo cha polisi kisiwe na serikali mfanye kukodisha? Huo ndio ufisadi wa hali ya juu, bure kabisa. Anyway, sijui wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji kuhusiana na hichi kituo ambacho kimeweza kufungwa. Sasa wananchi wanalia, serikali haina pesa za kulipa kodi, shilingi milioni 2, lakini rais anatoa shilingi milioni 20 kanisani. Zidi kupiga subscription. God bless you.